بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعدكم حميد الله نكم صليا نكم سليم مجنب الله بعون الله تعالى ومساعدة الله. Tumejumuika tena kwenye kikao chetu na kwenye mikono yetu tuna shurutu la ilaha illa Allah wa nawaqidul islam li Sheikh Abi Abdullah Muhammad ibn Sa'id Raslan hafidhahu Allah ta'ala. Jana tumeanza risala hii shurutu la ilaha illa Allah wa nawaqidul islam. Kikao chetu cha pili kwa siku hii ya leo tutasoma maana shahadati an la ilaha illa Allah, maana ya kushuhudia, maana ya kutamka la ilaha illa Allah, maana ya kushuhudia, maana ya kutamka la ilaha illa Allah, ya kuwa hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah. Kwa kulitamka hili neno ni rahisi, yani ile lafdhi yake ashhadu an la ilaha illa Allah. Kadhalika tarjama, yani mtu akibadili lugha, akitoa katika Kiarabu akileta kwenye Kiswahili kwamba hapa ulichokisema ni hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah, huo ni rahisi. Lakini tunapokuja katika upande wa maana ndiyo inakuwa mzito, na ndiyo maana wanawavyuoni mbalimbali, achana na huyu, wanawavyuoni wa Kiislamu mbalimbali wengi wameifanya kazi hii kuelezea maana ya shahada. Kwa nini? Baada ya kuona kwamba watu wengi wanatamka shahada mbili hizi pasi na kujua maana zake. Sasa muhimu kuelewa maana ya haya maneno, si ile tarjama ya kutoka kwenye Kiarabu kwenda kwenye Kiswahili kwamba hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah, ukawa ndio umemaliza kazi. Hapana, kinachokusudiwa hapa ni maana. Kwa hiyo maana ya shahada kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndicho kitu ambacho tutakitazama. Sema mwalimu wa maana shahadati alla ilaha illa Allah, na maana ya kushuhudia kuwa hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah
nafyu istihqaqi al-ibadati, nafyu istihqaqi al-ibadati maana yake ni kukanusha kule kustahiki ibada. Nafyu istihqaqi al-ibadati, kukanusha kustahiki ibada, an kulli ma siwa Allahi, kwa kila asiyekuwa Allah, kwa kila kisichokuwa Allah. Kukanusha nini? Ibada. Wa ithbatuha lillahi azza wa jalla, na kuithibitisha hiyo ibada kwa Allah aliyeshinda kwenye majambo yake huyo Allah na kutukuka. Wahdahu, ni mpweke. Hiyo ibada imethibiti kwake yeye peke yake. La sharika lahu, hana mshirika yeye, hana wa kushirikiana naye yeye. Fi ibadatihi, kwenye nini? Kwenye ibada zake zote, si ibada moja tu, ibada zote. Allah hana mshirika wa kushirikiana naye. Kama annahu la sharika lahu fi mulkihi, kama hali ilivyokuwa kwake yeye Allah hana mshirika yeye kwenye ufalme wake. Allah amekosa mshirika kwenye ufalme, kadhalika Allah amekosa mshirika kwenye ibada, yani kwenye kuabudiwa. Ufalme ni wa kwake Allah. Lahu mulku samawati wal ardi, aya nyingi tunazisoma zinaeleza hivyo. Ni wa kwake yeye Allah ufalme wa kwenye mbingu na kwenye ardhi. Tabarakalladhi biyadihi almulku, ametukuka na kutakasika yule ambaye mkononi mwake kuna ufalme. Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunavyothibitisha kuwa Allah kwenye ufalme amepwekeka, hakuna anayeshirikiana naye kwenye ufalme wake, kadhalika kwenye ibada Allah subhanahu hana wa kushirikiana naye. Mwalimu anasema wala ilaha illa Allah, na kalima hii, tamko hili la ilaha illa Allah, laha ruknan, lenyewe hilo tamko lina nguzo mbili. Laha ruknani, kalima hii ya la ilaha illa Allah ina nguzo zake mbili. An-nafyu wal ithbatu, an-nafyu wal ithbatu, kukanusha kustahiki ibada kwa asiyekuwa Allah, hiyo ni nguzo ya kwanza. Wal ithbatu, na kuithibitisha ibada kwa Allah peke yake, hiyo ni nguzo ya pili. Kuna kukanusha na kuthibitisha. Fala ilaha, bas lafdhu la ilaha tanfi al-ibadata, linakanusha ibada. Fala ilaha, basi tamko la ilaha tanfi al-ibada linafanyaje? Linakanusha ibada an kulli ma siwa Allahi ta'ala, kwenye kila kitu ambacho kilichokuwa si Allah mtukufu. Neno la ilaha linakanusha ibada kwenye kitu hiko. Narudia tena, fala ilaha, basi tamko la ilaha tanfi al-ibadata, linakanusha nini? Ibada
an kulli ma siwa Allahi ta'ala, kunako kila kitu kilichokuwa si Allah mtukufu aliyetukuka, kimekanushwa kuingia kwenye nini? Kwenye kuabudiwa. Na tamko gani? Na la ilaha. Chukua kipande hiko peke yake, ukisema la ilaha umekanusha kila kilichokuwa sio nini? Sio Allah, kuingia kwenye nini? Kuabudiwa. Wa illa Allahu, tamko linalofuata illa Allahu, kisha sema la ilaha, kinachofuatia illa Allah. Wa illa Allahu, na tamko illa Allah tuthbitu jami'a al-ibadati lillahi wahdahu. Tuthbitu, tamko hili la pili linathibitisha jami'a al-ibadati, linazithibitisha ibada zote lillahi, kwa Allah. Ibada zote ni za Allah, ibada zote anatakiwa aabudiwe Allah wahdahu, peke yake. Kwa hiyo kuna tamko la kwanza la kukanusha na tamko la pili la kuthibitisha. La kwanza linakanusha vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah, la ilaha, na neno la pili illa Allah linathibitisha ibada zote anayestahiki kuabudiwa ni Allah tu peke yake. Wan nafy wal ithbat, anaendelea mwalimu kusema, na kukanusha na kuthibitisha huwa tauhid, hiyo ndiyo at-tauhid. An-nafy wal ithbat, kule kukanusha viabudiwa visivyokuwa Allah na kule kuthibitisha ibada kwa Allah, hiyo ndiyo tauhidi. Alladhi, tauhidi ambayo jaat bihi rusulu, mitume wa Allah wamekuja nayo tauhidi hiyo. Tauhidi waliokuja kulingania mitume wa Allah hapa ulimwenguni ndiyo hii ya kukanusha viabudiwa visivyokuwa Allah na kuthibitisha ibada kuwa muabudiwa ni Allah peke yake. Mnakumbuka huwa tukifika katika maeneo kama haya, tambihi tunayoitoa kuwa kwa maelezo haya watu wengi wanayasema, ila tambihi yetu sasa wa watu wasiishie kwenye kuyaongea haya maneno kuwa hakuna anayestahiki kufanyiwa ibada kwa haki kabisa isipokuwa ni Allah tu. Watu wasiishie hapa, kwa sababu watu wengi tunaishia hapa. Kinachotakiwa sasa kingine cha ziada, kujua maana ya huku kukanusha. Huku unachokanusha ni kitu gani? Unaelewana? Yani unasema kwamba mimi ninakanusha ibada kwa visivyokuwa Allah. Hapa ndo kunahitajia uchambuzi. Unachokikanusha kukiabudia wakijua kisichokuwa Allah, mfano vile masanamu. Kwa hiyo mtu anakuwa amejitahidi, ametoa mfano huu kwamba mfano kama vile kuabudia masanamu, kwa sababu yanapotajwa masala ya kuabudia visivyokuwa Allah, sisi mawazo yetu yanakimbia kule nyuma kwa Makuraishi. Wao walikuwa wanaabudia Lata, Uzza, Manata.
Wadda, Suwaa, Yaghutha, Yauqa, Nasra waliabudiwa huko nyuma kwa watu wa nani? Qaumu Nuh. Yani mawazo yanarudi huko, masanamu hayo ni majina ya watu wema, wakayachongea masanamu wakawa wanayaabudu. Kinachozungumzwa hapa, walikuwa wanayaabudu, wanafanya nini? Wanayasujudia, walikuwa wanayafungia Ramadhani au wanayafungia funga za sunna, au walikuwa wanakwenda kuhiji, au wanafanya nini uko kuyaabudia? Kwa hiyo hapo kunahitaji nini? Ufafanuzi. Tutaenda kuona ufafanuzi mbele, usituendelee. Almuhimu nilikuwa natoa tambihi kuwa maeneo kama haya tukishafika sasa tunatakiwa tuanze kujua kwani kinachozungumzwa hapa nini? Wan-nafyu wal-ithbatu huwa at-tauhid, na kukanusha vile vinavyoabudiwa kinyume na Allah, kuvikanusha na kuthibitisha hiyo ibada kwa Allah, huwa at-tauhidu alladhi jaat bihi ar-rusulu. Hiyo ndio tauhidi ambayo mitume wamekuja nayo. Wa unzilat bihi al-kutubu, na hiyo ndiyo tauhidi ambayo vitabu vimetelemshwa kwa ajili yake. Wa unzilat bihi al-kutubu, na vimetelemshwa kwayo tauhidi hiyo nini? Vitabu. Wa huwa ithbatu al-ilahiyyati lillahi wahda, nako ni kule kuthibitisha uungu pamoja na ile ibada kwa Allah tu peke yake, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mwenye sifa ya uungu, na kwa vile yeye ndio mwenye sifa ya uungu basi yeye ndiyo mwenye kuabudiwa. Sifa hiyo anayo yeye Allah peke yake. Kwa hiyo kujua uungu nini na kujua ibada nini, twasema sisi Mungu, kwani huo uungu nini? Ni sifa. Sifa hiyo ni sifa gani hiyo? Bi an yashhada an la ilaha illa Allah, kuwa mtu ashuhudilie au ashuhudie kwamba hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah. Atoe ushuhuda huo. Wala ya'budu illa iyyahu, na wala asiabudu isipokuwa ibada iwe kwake yeye Allah. Ashuhudie, akiri, atamke, si kushuhudia peke yake. Wala ya'budu illa iyyahu, na wala siabudu kwa yoyote isipokuwa aabudu kwake yeye Allah. Wala yatawakkala illa alayhi, na wala asitegemee isipokuwa ategemee juu yake yeye, kwake yeye Allah. Ndio maana ya shahada. Asifanye nini? Asitegemee isipokuwa. Kwa hiyo neno moja, ashhadu an la ilaha illa Allah, hili neno ndani yake limekusanya vitu hivyo walivijua Waarabu wenyewe. Tunapotamka ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, nashuhudia la ilaha illa Allah,
vilivyomo ndani yake kimaana walijua Waarabu. Asiabudu tena mtu ndani yake, neno hili linafidisha mtu tena asiabudu kingine, asitegemee kingine. Wala yuwali illa lahu, na wala mtu asipendane na mwingine isipokuwa iwe kwa ajili ya yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuadi illa fihi, na wala asifanyiane naye mwingine uadui isipokuwa iwe ndani yake yeye Allah subhanahu. Wala ya'malu illa liajlihi, na wala asifanye amali, asifanye kitendo isipokuwa iwe kwa ajili yake yeye Allah subhanahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ndani yake vimekusanywa vitu, maana yake ni pana. Kama imekatazwa hakuna kutegemea, maana yake kwamba unapotamka tu ashhadu an la ilaha illa Allah, mwalimu hapa amesema wala nini, wala yatawakkala illa alayhi. Sawa, wala asifanye nini isipokuwa kwake Allah. Kumbe ukishatamka tu ile neno ashhadu an la ilaha illa Allah, hirizi inatoka wenyewe. Tunaelewana? Amesemaje? Wala yatawakkala illa alayhi, na wala hasitegemee isipokuwa juu yake Allah. Kwani hirizi inategemewa? Inategemewa. Kumbe shahada inakataa. Ukitoa shahada kwa Allah, hirizi tena haipo, umeshaikanusha wewe mwenyewe. Sasa swali, watu wanaotamka shahada na mahirizi wako nayo, wapo? Hakuna? Wapo. Maana yake wakati anatamka alikuwa anajua au hajui? Maana yake ni nini? Alikuwa hajui. Kwa kumbe ukishasema ashhadu an la ilaha illa Allah, maana yake kumbe nashuhudilia mimi kwamba hakuna yoyote anayestahiki kutegemewa isipokuwa ni Allah, imo ndani yake, japokuwa ili lafdhu ulitamki, lakini unaposema kwamba hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah, kutegemewa kumo ndani yake. Kutegemewa ni katika kuabudiwa, kumo ndani yake. Kwa hiyo changamoto inakuwa katika jambo la kuabudiwa, kwani ibada ni nini? Kwa hiyo kuabudiwa watu wanafikiri ni kitu kimoja. Kumbe kuabudiwa ni mkusanyiko wa vitu. Huko kuabudiwa, hakuna anayeabudiwa isipokuwa ni Allah tu. Yeye ndo anaabudiwa kwa haki. Chochote kisichokuwa Allah kikiabudiwa kinaabudiwa kwa batil, si kwa haki, na dhulma inafanyika katika ibada hiyo. Inna shirka la dhulmun adhim, kama Allah anavyozungumza. Wala yuwali illa lahu, na wala asipendane na mwingine isipokuwa kwake yeye Allah, yani wanapendana kwa ajili yake Allah subhanahu. Wala yuadi illa fihi, na ingekuwa wala yaamala illa liajlihi. Ukasema wala yatawakkala, labda inakuwaje wala yaamala? Mmeona?
wala ya'mala illa liajlihi, na wala asifanye amali isipokuwa iwe kwa ajili yake Allah subhanahu. Wa hadhihi alkalimatu, na neno hili nafyun wa ithbatu, kukanusha na kuthibitisha. Hili neno hili ndani yake linakukanusha na kuthibitisha. Wala yatimmu at-tauhidu illa bihima, na wala haitimii tauhidi isipokuwa kwa mawili hayo ya kukanusha na kuthibitisha. Haitimii tauhidi. Kwa hiyo huwezi kuwa wewe ni mtu wa tauhidi, huwezi kuwa wewe unaifanyia kazi tauhidi kama hukanushi nini? Hukanushi mahirizi, hukanushi mibuyu, hukanushi ndumba, hukanushi vile vyote ambavyo wewe unaona kwamba vinaleta manufaa na vinazuia madhara. Tauhidi haitimii. Kukanusha na kuthibitisha lazima kuwepo. Wala yatimmu at-tauhidu illa bihima, tauhidi haitimii ukaitwa wewe ni muwahhida, ni mwenye kumpwekesha Allah, isipokuwa kwa mawili haya. Lazima ukanushaji uwepo, uwe unakanusha wewe, uwe unapinga. Unafanya nini? Unapinga kuabudiwa kitu kisichokuwa Allah. Kwa hiyo mtu wa tauhidi lazima atapinga unapomwambia kwamba kuna kitu hiki pia kinaleta manufaa hiki, kuna kitu hiki pia kinazuia madhara hiki. Yeye hawezi kukubali, kwa sababu ile tauhidi haifundishi hivyo. Tauhidi inakanusha. Kwa hiyo mtu ili awe mtu wa tauhidi ni lazima ajibidishe kukanusha kwamba mahirizi hayana manufaa, hayanufaishi chochote. Tukisema hirizi sawa sawa hivyo umefunga kwa kitambaa au chupa. Mshawahi kuona chupa zinachimbiwa chini? Pia zinaitwa ni kinga. Zamani tulikuwa tunaambiwa dawa wanakwenda kuichimbia chini. Inafanyaje kazi? Kwa sababu dawa ima utapakaza sehemu ya mwili au utameza. Sawa, utagusisha na ule mwili wako. Lakini wewe unaambiwa hii dawa, unaenda kuchimbia kwenye nyumba yako, chini ya nyumba au kwenye shamba au sehemu ya biashara, unaambiwa hii ni dawa. Sasa muwahida, in kunta muwahida, ukiwa wewe ni mwenye kumpwekesha Allah, hivi vitu uamini. Kwa nini? Ile tauhidi ile inakukataza, inakanusha hivyo vitu, kwa sababu tauhidi ni kumfanya Allah peke yake kwenye majambo. Allah yeye ndiyo mfanyaji wa majambo peke yake, na huo ndio Uislamu. Yani elimu aliyotuletea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye Uislamu, kuja kuamini hivyo. Huko zamani kabla ya Uislamu watu walikuwa wanaamini kuna vitu vingine vinao uwezo wa kufanya majambo. Huko zamani Uislamu umekuja kukanusha, si kweli, mfanyaji majambo ni Allah. Tunaelewa vizuri eh? Wala yatimmu at-tauhidu illa bihima binafi al-ilahiyyati an kulli ma siwa Allah ta'ala, kukanusha uungu. Jamani, mkisikia uungu, kule kutegemea ndiyo sehemu katika uungu. Yani wewe umekifanya kitu Mungu, umekipa sifa ya uungu kule kukitegemea.
Ndio maana kuna maneno yanazungumzwa Uswahilini. Mara nyingi mimi nayasikia maneno haya kwa wasiokuwa Waislamu. Wanasema amtegemeaye mwanadamu umefanyaje? Maneno haya nyinyi Waislamu wameyajua haya. Wasiokuwa Waislamu wanayatumia sana haya. Yaani wanamzungumza mtu ambaye anamtegemea mwanadamu kwenye maisha yake. Nyinyi mjewe kusikia haya? Amtegemeaye mwanadamu. Wanaozungumza haya si Waislamu wengi sana. Kama wapo Waislamu basi ni wachache. Ndio maana hapa namna ya kumalizia haya maneno hatuwezi, kwa sababu si ya kwetu. Sasa mimi nasikia sana, kwa sababu mimi na kawaida ya kufuatilia mpaka dini za watu wengine. Kwa hiyo ile misemo yao wanaisikia ile, wana maneno. Yaani mtu ambaye mwenye kumtegemea mwanadamu amepotea. Haifai mtu kumtegemea mwanadamu, mtu anatakiwa amtegemee Mungu wao anakusudia. Sasa huko kutegemea kitu ukawa wewe unakitegemea kwenye maisha yako, basi iko kitu utakuwa umekipa sifa ya uungu. Sawa sawa wewe mwanadamu au mtu. Au hirizi au kitu kingine. Hapana. Tumeona hapa wala yatawakkala illa alayhi, wala sitegemee isipokuwa juu yake yeye Allah. Tumeelewa? Aitimii tauhidi isipokuwa binafyi al-ilahiyyati an kulli ma siwa Allah ta'ala, kwa kila kilichokuwa si Allah ukanushe al-ilahiyya. Min al-mursalina, katika mitume wote waondolee ile sifa ya uungu, usiwape sehemu ya ibada. Kitu chochote kinachohusiana na ibada usifanye. Hata Muhammad, katika hao mitume hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia usimfanye katika miungu, usimpe sifa ya uungu. Huyu Muhammad sisi ni mtume wetu tu, haitakiwi tumpe sifa ya nini? Ya uungu, kama walivyofanya watu kwa Nabii Isa ibn Maryam. Badala ya kumbakisha kwamba yeye ni mtume wa Allah, wakaelewa kwamba huyu ni mtume aliyetumwa na Allah, wao wakampa sifa ya uungu. Shaitani ana balaa sana. Shaitani umsikie tu. Shaitani amekwenda kwa watu akawapambia kuwa yule mtume yule kumsifu sifa ya uungu ni kumpenda, na wale wasiomsifu kwa sifa ya uungu hawampendi. Shaitani huyo anawatoa watu kwenye reli, anawatoa watu katika ibada ya kumwabudu huyo Mungu anayemkusudia, kuwapeleka kwenye ibada ya mwanadamu. Shaitani kapeleka fikra. Shaitani anaenda kwa mwanadamu kwa kupita njia za damu, mapito ya damu. Kwa hiyo wakati mwingine anadili na mawazo, akaenda kudili na mawazo yakaja, huyu kufanya hivi ni kumsifu, akavuruga habari mpaka hivi leo
kuna mkanganyiko. Ukiwauliza watu kuhusu Isa ibn Maryam, wapo watakwambia yule ni mtume wa Allah, wapo watakwambia yule ndio Mungu mkuu na ndio muokozi, na wapo watakwambia yule sio Mungu mkuu, yule ni mtoto wa Mungu. Unajua sababu nini? Yani kaja kavuruga hapa, afie huyo shetani kaenda kakaa pembeni. Shetani ana hatari. Kazi hiyo hakuifanya kwa manaswara, kaja pia mpaka kwenye kizazi cha Kiislamu, kazi hiyo pia kaifanya. Akaja akaingiza mawazo, kumpenda mtume ni kule kumnyanyua mpaka kumfikisha kwenye daraja ya uungu. Kufanya hivyo ndio kumpenda. Anaingiza mawazo. Sisemi ataingiza, nasema kaingiza mawazo kwa Waislamu. Kwa kumpenda Muhammadi ni kumsifia kuwa yeye anajua mambo ya ghaibu, kwa yeye Muhammadi kaumbwa kwa nuru. Tukaongea maneno. Yule sheitani yule amekuja kukamata mawazo, akasema kufanya hivi ndiyo kumpenda na ndio kumsifu. Sasa wanawavioni ili jambo wanalijua kwa sababu wao wanasoma vitabu vya dini mbalimbali, na wanajua namna dini zilivyokuwa zinapotoshwa na sheitani. Hapa wakaweka wazi hata Muhammadi, kwa sababu wewe Muislamu unapotajiwa mitume inawezekana kwamba mshipa wako usistuke, lakini ukitajiwa mtume Muhammad basi hapo sallallahu alaihi wasallam unastuka hapo. Basi ukiletewa lolote lile wewe wakubali tu, kwa sababu kwamba wewe ni mfuasi wa Muhammad. Ndio maana hakutaka kutaja majina ya mitume wote, akamtaja huyu tu. Haifai hata mitume kuwapa nafasi ya uungu, kuwapa sifa za uungu. Hata Muhammadi, hao mitume wenyewe hadi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam anaingia kwenye hilo. Usije ukaingizwa sehemu mbaya na shaitani ukajiona kwamba wewe unampenda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukaanza kumnyanyua mpaka ukamfikisha katika daraja ya uungu katika upande wa sifa hizo. Kwa hiyo kuabudu sio kitu kimoja, kuna vitu vingi. Ibada si kitu kimoja, ibada ni nyingi. Kwa hiyo usichukue chochote ukakipeleka kwa Muhammad. Mimi nilichokigundua, Waislamu wengi hatujajua kwamba ibada ni nyingi. Sisi tunajua kwamba ibada ni kitu kimoja. Ndiyo maana unapofanya jambo la ibada kwa asiye kwa Allah unakuwa ugundui, kwa sababu wewe ile ibada yenyewe hujajua ni kitu gani. Wewe unajua ibada ni kuswali, kufunga na kuhiji na kufunga Ramadhani, kufunga sita, kufunga Jumatatu, hizo ndio ibada hizo. Kutoa sadaka, hiyo ndio ibada hiyo. Umeishia hapo. Kwa hiyo kuna baadhi ya majambo wewe unapoyaelekeza kwa asiye kwa Allah, kwanza wewe mwenyewe unakuwa hujui kwamba hili jambo ni ibada. Kwa hiyo unapolifanya kwa asiye kwa Allah unakuwa hujui kwamba wewe mimi nimemwabudu. Hili ndio tatizo linalotusumbua hili. Ndio maana wasiokuwa Waislamu wakamuona kwamba amepotea na ameangamia aliyemtegemea mwanadamu. Yaani wao wamejua kutegemea. Basi hata katika ilmu ya Kiislamu anotegemewa ni Allah tu. Wa minal malaikati hatta Jibrila, na katika malaika haifai kutegemea malaika, haifai kuabudu malaika, haifai kuwanyanyua malaika kuwapeleka katika sifa ya uungu. Hata Jibrila, katika malaika hadi Jibrilu. Usema Jibrilu bwana huyu unajua ni mkuu wa malaika. Hapana.
katika mitume hadi Muhammadi anaingia katika wale mitume wasiofaa kuabudiwa, basi na Muhammad yumo aabudiwi, hapewi sifa ya uungu. Katika malaika mpaka Jibril hapewi sifa ya uungu, maana sifa ya uungu inabaki kuwa ni ya Mungu tu, na matendo yanayohusu kufanyiwa Allah basi anatakiwa afanyiwe yeye Allah, hakuna mwingine tena. Fadlan an ghairihima, kama kwa Jibril haifai, kama kwa Muhammad haifai kuwanyanyua kuwafikisha katika nafasi ya uungu. Fadlan an ghairihima, basi ndiyo zaidi kwa wengine wasiokuwa hao. Kama kwa Muhammad imekataliwa, basi kwa Ibrahimu ndio kabisa. Kama Muhammad amekatazwa usimnyanyue mpaka kumfikisha katika nafasi ya uungu, kwa Isa ndio kabisa. Kama Muhammad imekatazwa kwa Musa ndio kabisa. Kama Muhammad imekatazwa kwa Nuhu ndio kabisa. Sisi tunaitakidi kwamba hawa ni mitume tu basi. Mitume wametumwa na huyo Allah, na huyo Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, aliyeumba viumbe, yeye ndo kawatuma hawa mitume, nao ni wanadamu hawa. Hii ndio itikadi sahihi. Watu wote walitakiwa wawe na itikadi hii. Na katika malaika hakuna yoyote anayestahiki anyanyuliwe mpaka afikishwe katika daraja ya nini? Ya uungu, na kufanyiwa matendo yenye sifa ya ibada. Fadlan an ghairihima min al-anbiya, ni zaidi sawa, ubaya wake unakuwa ni mkubwa, unakuwa uko mbali zaidi na kuipata haki na hao wengine. Kama hawa waliokuwa juu, viongozi, wanazungumzwa hivi kwa kukanushiwa ibada, kwa kukanushiwa sifa ya nini? Ya uungu. Wengine ndio kabisa minal anbiya, katika manabii, wasalihina, na katika waja wema ndio kabisa. Manabii wengine waliosalia ukiachana na Muhammad ndio kabisa. Wa ithbati al-uluhiyyati lillahi azza wa jalla, na kuithibitisha hiyo ibada na ule uungu kwa Allah tu peke yake. Fala yakfi an-nafyu, wala haitoshelezi kukanusha, wala yakfi al-ithbatu, wala kuthibitisha kutoshelezi, bal la budda min al-ithnaini muqtarinaini, bali ni lazima viwe viwili vyenye kukutana. Lazima viwili hivi vikutane, kukanusha ibada na kuthibitisha ibada. Kukanusha kwa visivyokuwa Allah kuthibitisha kwa Allah subhanahu, lazima viwili hivi. Kwa hiyo mtu ambaye anayemwabudu Allah kwa tauhidi lazima akanushe chupa, hakanushe tarasimu, hakanushe kama ana fimbo, kama ana kinyago, kama ana kibuyu, kama sijui ana kidude gani, anakitegemea. Kukitegemea vipi? Kwa unajua mimi mashaallah ninaendelea katika maisha yangu haya, ninaendelea kwa sababu ya hiki. Lazima kwenye moyo wake aone kwamba hiki si lolote, si chochote, na hakina nafasi yoyote, na aondoe, asiwe na kitu chochote. Na akiwaona watu wanaofanya vitu kama hivyo, basi aone kwamba wale watu wako katika upotevu, na akanushe kile wanachokifanya. Wala yatimu at-tauhidu illa bihima, tauhidi haitimii isipokuwa kwa viwili. Tumeelewa maneno? Kwa hiyo kukanusha peke yake hakutoshi,
na wala kuthibitisha peke yake hakutoshi, isipokuwa kwa vitu viwili: kukanusha kwa vitu vingine na kuthibitisha kwa Allah subhanahu.